ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع إمام المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الفرق بين التقية الشرعية والتقية الشيعية، فهذا هو عنوان خطبتنا في هذا اليوم المبارك. فاعيروني القلوب والأسماع، والله أسأله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، mwanzo kabisa naregesha shukurani za dhati kwa muumba wa mbingu na ardhi aliyestawi juu ya arshi. Vile vile namtakia rahma na amani mwalimu wetu, kiongozi wetu, role model wetu Abul Qasim. Anwani ya khutba niloikusudia itakuwa ni tofauti iliyopo baina ya taqiya ya kisheria na taqiya ya kishia. Nitawaombeni tena mara nyingine kwa heshima na taadhima, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu kwa hizi dakika 2-3 zilizoko mbele yetu, tuweze kunasihiana, tuweze kuambizana, tuweze kuelekezana, asa sote tukatoka na kauli ya sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. Ahibati fillah, inna al-khilafa baynana wa bayna ash-shi'a khilafun aqdiyyun, خلاف في أصول الدين، وليس كما يظن بعض الناس أنه خلاف فقهي. tofauti iliyopo baina yetu sisi watu wa sunna na mashia ni tofauti ya kiitikadi, ni tofauti katika mambo ya msingi ya dini yetu, wala si tofauti ambayo kwamba watu wengine wanadhania
tofauti yetu na mashia ni tofauti katika masala ya fiqh, kama vile kuna madhahib manne. Kuna madhhab ya al-Imamu Abu Hanifa, kuna madhhab ya al-Imamu Malik, kuna madhhab ya al-Imamu Shafi'i, kuna madhhab ya al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Tofauti yetu na mashia si tofauti katika masala ya fiqh, bali ni tofauti katika masala ya aqida. laha min al-aqaid al-fasida ولها من المناهج المنحرفة ولها من الأفكار المدمرة للإسلام وللقرآن والسنة. Hili pote ambalo kwamba linajulikana kama pote la kishia ni pote ambalo kwamba limebeba itikadi potofu, ni pote ambalo kwamba maadili yake yamepinda, na ni pote ambalo kwamba kwenye akili za mashia fikra ambazo kwamba wamezibeba ni fikra ambazo kwamba zinagongana na Uislamu, ni fikra ambazo kwamba zinagongana na kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani, ni fikra ambazo kwamba zinagongana na sunna za mtume wetu sallallahu alayhi wasallama. Wayajibu على كل مسلم أن يكون خبيرا بهذه طائفة ليحذر شرها وليحذر مكرها. Yatakikana kila Muislamu aweze kujua kuhusu pote hili, ili Muislamu huyo achukue tahadhari na pote kama hilo kutokana na shari zao, ili huyu Muislamu achukue tahadhari kutokana na vitimbi vya pote kama hili, pote la kishia. Lianna man la ya'rifu sharra qad yaqa'u fihi wa huwa yadhunnuhu khaira. Kwa sababu ikiwa mtu hajui shari, huenda akaingia kwenye shari mzima, maskini anaona ni khairi, kumbe ni shari. Ipo haja kila Muislamu aweze kujua hatari ya pote hili la kishia. Qala ahadu shuara, anasema mmoja katika wanashairi wa Kiarabu, araftu sharra la li sharri walakin litawqihi wa man lam ya'rif sharra min alkhairi yaqa'u fihi. Anasema mwanashairi wa Kiarabu, nilijua shari, sikuwa nilikusudia shari. La, araftu sharra la li sharri walakin litawqihi, lakini nilijua shari ili nichukue tahadhari na shari kama hiyo. Na yule ambaye kwamba hawezi kupambanua, hawezi kutofautisha baina ya khairi na shari, huja akaingia katika shari huku akidhania hiyo shari kuwa ni khairi. Wasadaqa man qala alwiqayatu khairun min alilaji, na hakukosea bali alipatia yule alosema kuwa siku zote kinga ni bora kuliko kutibu. Ahibati fillah, من نظر على عقائد الرافضة أيقن أن لنا دينا ولهم دينا آخر. وسنذكر في هذه الخطبة واحدة من عقائدهم ألا وهي عقيدة التقية. yeyote ambaye kwamba atafungua vitabu vya mashia akajaribu kusoma ushia, akataka kufahamu ushia, atabainikiwa ya kwamba dini yetu sisi Waislamu na mashia hizi ni dini mbili tofauti, kutokana na itikadi zao ambazo kwamba zipo vitabuni mwao, imani ambayo kwamba umebeba kuhusu kitabu cha Allah. Mwenyezi Mungu anatuambia kuhusu hii Qur'ani, dhalika alkitabu la raiba fihi, hicho ni kitabu hakina shaka. Lakini imani ya kishia, itikadi ya kishia inasema ina shaka. Mwenyezi Mungu anasema haina shaka, mashia wanasema ina shaka.
Mwenyezi Mungu akiwazungumzia masahaba anasema laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Mwenyezi Mungu amewaridhia masahaba walokupatia bai'a chini ya mti. Mwenyezi Mungu akiwataja masahaba kwenye Qur'ani anawataja kwa namna ya kuwa amewaridhia, lakini mashia wakiwataja masahaba wanawataja kwa kuwalaani. Mwenyezi Mungu anawataja kwa kuwaridhia, mtume anawataja kwa kuwaridhia, lakini mashia wanawataja kwa kuwalaani. Hadi mke wa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na Aisha, bali wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam, yeyote ambaye kwamba atasoma atambue itikadi za kishia atajua dini yetu na dini ya mashia tumetofautiana pakubwa mno. Ni njia mbili ambazo kwamba abadan hazikutani. Katika hutuba yetu ya leo, ndugu ya Waislamu, baada ya utangulizi huo, nimependa tuzungumzie moja katika itikadi za kishia, nayo ni aqidatu taqiyya, ni itikadi ya taqiyya. Nitawaombeni tena kwa heshima na taadhima, tegeni masikio kwa makini, mzisongeze nyoyo zenu karibu, tupate kujua tofauti iliyopo baina ya taqiyya ya kisheria, taqiyya ambayo kwamba inakubalika katika Uislamu, na taqiyya ambayo kwamba mashia wameifanya kuwa ndiyo dini yao. Maana taqiyya kama qala Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, alhadharu min nafsik, alhadharu min idhari ma fi nafsik min mu'taqadin wa ghayrihi lilghayrik. Anasema Ibn Hajar, maana ya taqiyya ni mtu kuchukua tahadhari ndani ya nafsi yake, kudhihirisha jambo ima katika itikadi yake ama msimamo wake, akadhihirisha tofauti na anavyoitakidi. Hii ndiyo maana ya taqiyya. ويظن بعض الناس أن التقية خاصة بالشيعة الإمامية الرافضة الجعفرية. Kuna baadhi ya watu wanadhania taqiyya ni jambo ambalo kwamba liko kwa mashia peke yao. La, taqiyya vile vile ina hukumu zake katika dini ya Allah, imekuja katika Qur'ani, imekuja katika sunna, na wema waliotangulia vile vile walifanyia kazi taqiyya. Lakini suala tutaulizana, hal hadhihi taqiyatu shar'iyya hiya nafsuha at-taqiyatu shi'iyya? Hii taqiyya ya kisheria, hii taqiyya ya Kiislamu ndio ile taqiyya ya kishia? Waliljawabi an hadha as-su'ali la budda awalan من بيان الفروق بين التقية الشرعية والتقية الشيعية. نكجيب swali hili lazima tubainishe taqiyya zote mbili, taqiyya ya kisheria na taqiyya ya kishia, hatta yatabayyana lana hal hunaka tashabuhun bainahuma, ili tukimaliza khutba tutakuwa tumebainikiwa iwapo kuna tofauti baina ya hizi taqiyya mbili ama zote ni moja. Ahibati fillah, at-taqiyyatu inda ar-rafidha hiya ruknun min arkani ad-din wa tis'atu a'shari ad-din. La dina liman la taqiyata lahu. Katika dini ya kishia, katika madhehebu ya kishia, katika imani ambayo kwamba iko kwa dini ya mashia, wanaamini taqiyya ni nguzo mojawapo katika nguzo ya dini yao, bali ni nguzo ambayo kwamba imebeba nafasi kubwa mno katika dini yao. 9 kwa 10, 90% katika dini ya mashia inaangukia katika taqiyya, na wanaamini ya kwamba
la dina liman la taqiyata lahu, hana dini ya kishia yule ambaye kwamba hatojifunga kilemba cha taqiya, yule ambaye kwamba hatovalia kanzu ya taqiya, yule ambaye kwamba hatojipamba na sifa ya taqiya. Katika dini ya mashia huyo hahesabiki kuwa ni katika mashia. Ni lazima atambue nafasi na uzito ya hili jambo la taqiya. Wa hiya wajibatun fi kulli halin, fi sirri wal alaniya wa fi shidda wal rakhai. Na katika dini ya mashia hii taqiya wanaitumia kwa kila hali. Ikiwa mtu ana shida anatumia taqiya, na ikiwa mtu yuko katika furaha anatumia taqiya. Mtu kwa siri anatumia taqiya, kwa dhahiri anatumia taqiya. Watashmalu alaqwala walafala walibadati walmuamalati hatta fi salati wasiyam walhajj. Wanaitumia kwa kila kitu, wanaitumia katika ibada, wanaitumia katika mambo ya kuamiliana, wanaitumia katika mabiashara, wanaitumia hata katika swala. Atakuja hapa anaswali na wewe, lakini anajua ninajikurubisha kwa Allah kwa taqiya. Mtamwona anafunga lakini taqiya, mtamwona anakwenda haji lakini ameweka taqiya mbele yake, kwa sababu hiyo taqiya wanaiona kuwa ni ibada kubwa mno. Sababu ipi ambayo kwamba iliwapelekea waienzi na wainyanyue taqiya? Kilichowafanya ndugu Waislamu waipatie nafasi kubwa taqiya ni kwa sababu ya suu fahmihim li ayati llah wa ta'wiluha ta'wilan ba'idan ani sawabi. Ni kwa sababu ya ufahamu wao mbaya kwa aya za Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu ya ufahamu wao ambao kwamba ulipinda katika kuifahamu Qur'ani, na baadhi za aya wanazifanyia ta'wilati za ajabu ajabu, ta'wilati ambazo kwamba ziko mbali sana na makusudio aliyokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kwa mfano aya ya Mwenyezi Mungu inayosema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah, wametafsiri alhasana bimaana taqiya. Mwenyezi Mungu aliposema wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah, hivi viwili haviko sawa, jema na ovu. Katika kuitafsiri maana ya jema walitafsiri kuwa Allah hapa amekusudia taqiya, na katika aya nyingine wanavyodai walimuuliza al-Imam Jaafar as-Sadiq rahimahullahu ta'ala, na huyu imam ni katika imam ambaye kwamba alisingiziwa mambo mengi, na hii ni sababu ya pili ambayo kwamba tutaiona. Wana kauli nyingi ambazo kwamba walisingizia watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kuwa haya maneno yametokana na ahlul bait, haya maneno yametokana na watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa mfano al-Imam Jaafar as-Sadiq ni imamu wa sita katika maimamu 12 wa Kishia, na huyu alikuwa katika maimamu wa Sunna. Alikuwa ni mwanachuoni, alikuwa ni mchaji Mungu, na yuko mbali na haya yote ambayo kwamba alisingiziwa. Eti aliulizwa maana ya aya Mwenyezi Mungu inayosema inna akramakum inda Allahi atqakum, akajibu akasema inna akramakum inda Allahi a'lamakum bittaqiyya. Aya Mwenyezi Mungu inayosema mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye kwamba ni mchaji Mungu. Hiyo ndio tafsiri ya aya. Lakini kwa tafsiri ya Mashia wanaitafsiri hii aya eti mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule hodari mno, ni yule mjuzi sana wa kuifanyia kazi jambo la taqiya. Katika tafsiri kama hizi zikawafanya wawe ni wenye kushikamana na jambo la taqiya, na uzushi mkubwa ambao kwamba waliwasingizia maimamu wao
kama vile al-Imam Jaafar as-Sadiq, wana maneno ambayo kwamba walimsingizia eti alisema at-taqiyatu dini wa dinu abai la imana liman la taqiyata lahu. Taqiya ni dini yangu mimi na ni dini ya mababa zangu, na hana imani yule ambaye kwamba hana sifa ya taqiya. Waqala al-Qummi, na kauli nyingine ni mwanachuoni wa Kishia anayejulikana kama Ali ibn Ibrahim, alokuwa katika zama za mwisho katika karne ya 3 na akapatia mwanzo katika karne ya 4, kuwa aliyesema haya maneno: i'tiqaduna fi taqiyya wajiba, man tarakaha kana bimanzilati man taraka as-salata. Sisi mashia, haya ni maneno ya mwanachuoni katika wanachuoni wakubwa wa Kishia al-Qummi. Anasema itikadi yetu sisi mashia kwa taqiyya, daraja yake yule ambaye kwamba atawacha taqiyya ni kama yule mtu ambaye kwamba ameiwacha swala. Wala haula wala quwwata illa billah. Swala nguzo ya pili baada ya shahada. Swala ibada pekee mtume alifungia safari mpaka mbele ya Allah Mwenyezi Mungu akaifaradisha. Swala wasia wa mwisho wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallama kabla ya kuaga dunia. Swala amali ya kwanza ambayo kwamba itahesabiwa siku ya kiyama. Wanalinganisha ibada ya swala na jambo la taqiyya. Ndugu Waislamu, kuna kauli chungu nzima ambazo kwamba zinazungumzia taqiyya, na taqiyya kwa mashia, ndugu Waislamu, ni nifaq. Taqiyya kwa mashia ni unafiq. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alikuwa anawahesabu hawa mashia anna ashaba hadhihi al-aqida sharru min al-munafiqina. Mashia ni waovu afadhali wanafiq. Kwa nini? Lianna ashaba hadhihi al-aqida, kwa sababu watu wenye aqida kama hii ama itikadi kama hii wanaona ile nifaqi yao ambayo kwamba iko ndani ya nyoyo zao kuwa hiyo ndo haki. Atakuja kwako atakwambia Abu Bakar ni mzuri, Umar ni mzuri, wakeze mtume ni wazuri. Amedhihirisha jambo lakini ameficha jambo. Kwa itikadi ya Shia, hii imani ambayo kwamba ameificha ndiyo haki, hii imani ambayo kwamba ameificha hii ndo dini. Lakini munafiq anajua kuwa ukafiri ni batil, anafanya kwa ajili ya maslaha, anadhihirisha Uislamu, anaficha ukafiri, lakini moyoni mnafik ana imani kuwa ukafiri ni batil. Ukilinganisha na Shia na mnafik, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, utapata huyu munafiq ana afadhali kuliko huyu mwenye itikadi ya taqiyya. Ndugu Waislamu, swali tutaulizana, ma hiya taqiyatu shar'iyya? Ni ipi taqiyya ambayo kwamba inakubalika ilokuja katika sheria? Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. لا خيرا لمن كان لله عاصيا، وقد فاز المتقون كما قال عز وجل إن للمتقين مفازا. إذن وما هي التقية الشرعية؟ هي رخصة وقتية
لا تكون إلا عند الضرورة القصوى، وتكون مع الكفار خاصة، ولا تكون إلا بالأقوال مع سلامة القلب على الإيمان. Taqia ya kisheria, taqia ambayo kwamba ilikuja katika dini ya Allah ni ruhusa, wala si nguzo, wala sio Uislamu wote uko kwenye taqia. Taqia iliyokuja katika dini ya Uislamu ni Mwenyezi Mungu alifungua mlango wa ruhusa, ruhusa ambayo kwamba inatumika kwa wakati maalum, si kila wakati. Kama tulivyoona taqia mashia inatumika kila mahala, kwa siri, kwa dhahiri. Mtu akiwa na shida, akiwa na amani katika muamalati na katika ibada, la, katika watu wa sunna taqia inatumika kwa wakati maalum, wakati ambao kwamba amepatwa na dharura kubwa, maji yamezidi unga, amefikishwa ukutani, basi kuna ruhusa ya Mwenyezi Mungu ambayo kwamba alifungua ya kutumia taqia. Na hii taqia kwa watu wa sunna haitumiki ila kwa makafiri, wakati ambao kwamba makafiri wamewazidi Waislamu, wakamtia mbaroni Muislamu, wakamtesa, wakamwadhibu, wakamtaka adhihirishe kinyume na anavyoitakidi, akatumia taqia kwa sababu ya kusalimika. Hapo ndo pahala ambapo kwamba Uislamu uliruhusu jambo la taqia, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhana, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Familia ya mzee Yasir aliteswa, wazazi wake Ammar ibn Yasir, baba akauliwa, mama akauliwa, Sumayya shahida wa kwanza. Mtume alikuwa anapita sehemu ambayo kwamba wanaadhibiwa, anawaambia sabran sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul janna, subirini subirini enyi nyumba ya Yasir, mashukio yenu mtashukia peponi. Mwisho wakauliwa wazazi wa Ammar, akauliwa babake Yasir, akauliwa na mamake Sumayya. Abu Jahal alimdunga mkuki, akaaga dunia, mwanamke wa kwanza kufa kwa ajili ya Uislamu. Ammar akaambiwa, hatutowacha kukuadhibu mpaka umtukane Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alifanya nini Ammar? Alikubaliana nao, alimtukana Mtume, na naam, wakamwacha Ammar. Ammar analia, anaelekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huko analia. Mtume alipomwona Ammar akamuuliza, kunani ya Ammar? Ammar akamweleza Mtume, ya Rasulullah, nilizidiwa na adhabu, nilizidiwa na mateso, sikuwa na njia ya kusalimika ila ili nilazimu nikutukane ya Rasulullah. Mtume akamuuliza swali, kaifa tajidu qalbaka, vipi moyo wako wakati unanitukana? Naam, ni ulimi, lakini moyo wako ukoje? Ammar akarudi katika moyo wake, akaukagua moyo wake, akampatia Mtume jawabu, akamwambia, ajidu qalbi mutma'innan bil imani. Ya Rasulullah, hayo maneno yalikuwa ni ya ulimini tu, ni maneno niliyatoa tu, lakini wewe imani yako ndani ya moyo wangu, imani yako iko pale pale. Mtume akamwambia, fa in adu faud, wakikushika tena, wakikutesa tena, wakakutaka unitukane, nitukane tena, maadamu roho yako iko na imani. Mwenyezi Mungu akashukisha aya ya kuwafiki msimamo wa Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani. Atakubaliwa, ataruhusiwa yule ambaye kwamba atakufuru kwa ulimi,
lakini moyo wake uko barabara katika imani. Tizama mahala penye Ammar alitumia taqiya, tizama sehemu ambayo kwamba Ammar alitumia taqiya. Kisha njoo katika dini ya Mashia ujiulize wanaitumia taqiya wapi. Ndio maana tunasema dini ya Mashia ni dini ya nifaq, ni dini ya urongo. Taqiya yao wanaitumia kama wanafik, wala hawaitumii kama yule mtu ambaye kwamba amepatwa na dharura ya kisheria. Wanafik sifa yao, yaquluna bialsinatihim ma laysa fi qulubihim, wanayoyasema ni tofauti na yale yaliyoko ndani ya nyoyo zao. Hatuwatukani maswahaba, tunawapenda maswahaba, hatumtukani na Aisha, ni maneno katika ulimi, lakini wanawalaani maswahaba katika nyoyo zao. Mtume akisema sifa ya wanafiq, ayatul munafiq thalathun idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Katika sifa ya wanafiq, wakizungumza wanasema urongo, wakitoa ahadi hawatimizi, na wakiaminiwa wanafanya khiana. Dini ya Mashia imesimama katika nifaq, na mtu anaweza jiuliza kwa nini Mashia wapatie jambo la taqiya ama hu unafiq waupatie kipao mbele kiasi hicho? Jawabu, kwa sababu siku watawachana na taqiya ndio ushia ushamalizika. Kila unapojadiliana na wao, kila unapozungumza na wao, kila unapowasimamishia hujja, ukiwazidi katika hujja, ngao ambayo kwamba watatumia kujitetea watasema ni taqiya. Kwa mfano, Saidna Ali aliwapatia bai'a makhalifa watatu. Alimpatia bai'a Abu Bakar, alimpatia bai'a Umar, alimpatia bai'a Saidna Uthman. Ukiwauliza kwa nini Saidna Ali, ikiwa angestahiki kuwa khalifa, kwa nini alitoa bai'a, watasema alitumia taqiya. Ukiwauliza, ikiwa mnasema maswahaba walikuwa na chuki na Saidna Ali, Saidna Umar alikuwa hampendi Saidna Ali, katika wake wa Saidna Umar alioa binti ya Saidna Ali anayejulikana kama Kulthum, akazaa watoto wawili. Katika wake zake, kwa nini aliozeshwa? Watasema alifanya hivyo kwa ajili ya taqiya. Ukiwauliza, jambo la uimamu kwa dini yenu ya Mashia ni nguzo katika nguzo za imani, jambo la alwilaya. Kwa nini Hassan imamu wenu wa pili alikubali kutanazal, alikubali kushuka katika utawala na ni imani katika imani zenu, akamwachia Muawiya? Watakwambia alifanya hivyo kwa ajili ya taqiya. Ukiwauliza kwa nini Saidna Ali, kwa watoto wake Saidna Ali, kuna mtoto ambaye kwamba anaitwa Abu Bakar, kuna mtoto ambaye kwamba anaitwa Umar, kuna mtoto anaitwa Uthman. Kwa nini Saidna Ali kuwaita watoto wake majina ya maadui zake? Watakwambia Saidna Ali alifanya kwa ajili ya taqiya. Dini ya Ushia ni dini ambayo kwamba inasimama na taqiya, na lau taqiya itaanguka, dini ya Ushia utamalizika. Ndugu Waislamu, wa akhiran, na tukimalizia hutuba yetu, ili tufahamu nafasi ya rukhsa ya taqiya katika sheria, tuleteni mfano wa kula nguruwe. Kula nguruwe asili yake ni haramu, lakini huja ikawa halali kwa dharura. Piga msitari mwekundu, kwa dharura. Ukila nyama ya nguruwe pasina dharura unapata madhambi, lakini ukila kwa dharura, naam, ni jambo ambalo kwamba linakubaliwa. Uharamu wa nguruwe na uharamu wa kutumia taqiya, afadhali uharamu wa nguruwe kuliko uharamu wa taqiya. Asili ya dini yetu si urongo, asili ya dini yetu ni ukweli. Wakunu maa swadiqina, asili ya dini yetu ni ukweli, asili ya dini yetu ni mtowe na msimamo,
Asili ya dini yetu ni mtu adhihirishe haki, wala si asili ya dini yetu kuwa mrongo. Ni dini ya wanafiki. Huyu ambaye kwamba ako na njaa, hana chakula, na karibu ataaga dunia, atakufa njaa, na nguruwe iko pale akafa na hakula, huyu mtu anapata madhambi. Kwa nini hakula nguruwe na sheria imempatia hiyo ruhusa? Tuje upande wa takia. Yule ambaye kwamba anastahili kutumia takia, ameteswa, ameadhibiwa, anazidi kuadhibiwa na makafiri, hana njia ya kusalimika ila atumie takia, kisha akauliwa na hakutumia takia, hapati dhambi, bali anapata daraja kubwa mbele ya Allah, tofauti na nguruwe. Atakayekufa akawacha nguruwe, huyu anapata dhambi. Atakayekufa kwa ajili ya msimamo, hakutumia takia, akafa, huyu ana daraja kubwa kesho mbele ya Allah. Je, hauoni tofauti ya nguruwe na takia? Je, hauoni nguruwe ina afadhali kuliko takia? Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa na sehemu nyingi ya kutumia takia, hakutumia. Abu Bakar hakutumia takia, babake Ammar Yasir hakutumia takia, Sumayya mamake Ammar hakutumia takia, Bilal ibn Rabah aliteswa akijibu ahad ahad ahad, hakutumia takia. Khubayb ibn Adi alikatwa sikio la kulia, jicho la kushoto, mkono wa kulia, mguu wa kushoto, akaaga dunia na wala hakuwahi kutumia takia. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, na katika tarehe mifano chungu nzima watu ambao kwamba walisimama na msimamo na hawakuwahi kuitumia takia. Ndugu Waislamu, na wahusieni kuweni wa kweli katika dini yenu, na tahadharini dini ya nifaq. أكثروا الصلاة والسلام على نبيكم كما قال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. الله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وأقم الصلاة.